Yerusalemu, laiti ungejua ya kupasayo kutenda leo kwa ajili ya kesho ya maisha yako. Kuna leo. Leo ipo kwa nini Mungu ameweka leo? Ipo leo kwa ajili ya kesho. We have today for tomorrow. Tunayo leo kwa ajili ya kesho. Hatuwezi kuwa na jana. Jana imepita, is a past. Tunayo leo kwa ajili ya kesho. Yaani leo inakufanya uiandae kesho. Ndio maana Mungu anasema kila siku ni mpya. Yaani kila leo ni mpya kwa ajili ya kesho. Kama leo itakuwa mbaya, usitegemee kesho itakuwa nzuri. Kama leo umelala bila kuomba au kufanya ibada au mipango kwa ajili ya kesho, your tomorrow will be darker. Kesho yako itakuwa giza. Wangapi wananielewa watu wa Mungu? Ndio maana Mungu ni Mungu wa hatima. Ni Mungu ajuaye kesho. Ndio maana Mungu anasema Balaamu anasema naiona siku, sio leo, sio jana, naiona siku itatokea nyota katika Yakobo. Lakini hiyo nyota inaandaliwa leo. Hiyo nyota inaandaliwa leo. Na inaandaliwaje leo? Sikiliza vizuri. Huyu anayeona nyota ya wana wa Israeli itakayotokea kesho, itakayosaidia wana wa Israeli, itakayosaidia dunia, itakayofanya watu wafufuke, itakayofanya watu wabarikiwe, itakayofanya wafungwa wawe huru. Huyu aliyeiona ndiye aliyekuwa anataka kuwaharibu, kuwalaani na kuwaroga. Ndiye Balaamu yule mganga ambaye Balaki amemuita anilaanie Israeli. Anasema njoo nilaanie Israeli. Hapa Israeli ndiko alikokuwa nani? Boazi, ambaye ndiye alikwenda kutengeneza kizazi cha Yesu. Kwa hiyo siku ile kama Balaamu angelaani Israeli, maana yake kula ambako Yesu alitakiwa kuzaliwa kungekuwa kumelogwa, kumelaaniwa na ile nyota imechukuliwa. Amen, amen. Amen, amen. Ndio maana kuna mtu anakuona leo, inawezekana ndiye mtu anayeona kesho yako. Amen? Kabisa. Ila kuna watu hawaelewi kwamba inawezekana Balaamu ndiye anaiona kesho ya wana wa Israeli, anaiona nyota yao itatokea japo sio leo, lakini anaiona yeye, na saa ile amepewa karata mbili, moja ya kuwabariki au ya kuwalaani. Na mtu mmoja ameweka pesa mezani. Anasema nimekulipa ujira huu na nimekuleta unilaanie adui zangu. Kwa hiyo kuna watu unaweza kuona waona anakusalimia, unamwona tu uko mahali anakusemesha, kumbe ameletwa, amelipwa, na hatima yako iko kwenye mikono yake. Sasa nani atakutetea? Kama wana wa Israeli wasingelikuwa na Mungu, nani angewatetea? Haleluya. Kama wangekuwa ni wao, kama walivyokuwa Waamori, waabudu miungu, waenda kwa waganga, washirikina, wafailizi, wachemsha mizizi, kama wangekuwa staili ile, nani angewaokoa? Ndio maana Israeli anasema, Yoshua anamwambia siku ile kwenye mlango wa kuingia Yeriko, kwa sababu huyu mganga naye amejipenyeza, anasema unajua ilitakiwa ni walaani lakini sikuwalaani, kwa hiyo na mimi nina haki ya kuingia Yeriko. Yoshua akamwambia, sikia, kama sio Bwana aliyekuwa upande wetu, ungetulaani wewe, ungetulaani. Kwa hiyo sio kwamba kutubariki ilikuwa ni favorite, upendeleo. Ni kwa sababu Mungu alikuzuia, lakini kwa utashi wako ulikuwa umekubali kwenda, umekubali kujenga madhabahu, umekubali kuchinja sadaka. Hizo process zote zinaonyesha ulikuwa tayari, akamchinja. Sema amen. Kuna hatua kabisa unaona mtu anakuambia mimi niko upande wako, mimi niko na wewe, lakini zile hatua za kwenda paka kwa maadui, yani mtu paka atembee afike kwa adui yako, wakae waongee, afu akudanganye tea baba, mtumishi wa Mungu, rafiki yangu, shoga yangu, unajua mimi yule nilienda tu. Hakuna. Process zinaonyesha jambo fulani. Hatua zinaonyesha jambo fulani kabisa. Ndio maana Yoshua hakutaka mjadala. Akisema yani wewe Mungu amesema usiende, cha kwanza ukamwasi Mungu kaenda. Cha pili umefika, basi si ungefika ukagoma, mimi nimekuja hapa siwalaani na wabariki. Lakini ukafika ukaanza kufanyaje? Kujenga madhabahu. Ya kwanza ni bahati mbaya. Tena anasema nijenge madhabahu 7. Akaanza anajenga ya kwanza, bahati mbaya. Ya pili, bahati mbaya.